Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Nam, ikiwa ni Mei 30, nguvu ibadilishayo ya utii kwa sheria ya Mungu. Pamoja na hayo, nitajisazia katika Israeli watu 7,000, kila goti lisilomwinamia Baali na kila kinywa kisichombusu. Wafalme wa kwanza 19 mstari wa 18. Na tuombe. Asante Baba Mungu kwa asubuhi njema. Tunajikabidhi kwako tunapoanza kujifunza maandiko yako. Kuwa pamoja nasi na utuongoze kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Leo, kama katika siku za Elia, mstari unaotenga kati ya watu wa Mungu wanaoshika amri na wale wanaoabudu miungu ya uongo imechorwa waziwazi. Mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu, mfuateni. Bali ikiwa Baali ni Mungu, haya, mfuateni yeye. Wafalme wa kwanza 18 mstari wa 21. Na ujumbe wa leo ni: umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu. Tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni, na Mungu amekumbuka maovu yake. Ufunuo 18 mstari wa 2 hadi wa 5. Muda si mrefu, jaribio litakuja kwa kila nafsi. Utunzaji wa sabato ya uongo utasisitizwa juu yetu. Pambano litakuwa kati ya amri za Mungu na amri za wanadamu. Wale ambao wamejisalimisha hatua kwa hatua kwa madai ya tamaa za ulimwengu na kufuata desturi za ulimwengu, wakati huo watajisalimisha chini ya wenye mamlaka, kuliko kujitoa wenyewe kwa ajili ya dhihaka, matukano, kutishiwa kifungo na kifo. Wakati huo dhahabu itatenganishwa na takataka. Utaua wa kweli utatofautishwa waziwazi kutoka kwa mwonekano na pambano juu yake ya bandia. Nyota nyingi ambazo tumependezwa nazo kwa sababu ya uangavu wake wakati huo zitatoweka gizani. Wale ambao wamejichukulia mapambo ya patakatifu lakini hawajavaa haki ya Kristo, wakati huo wataonekana katika aibu ya uchi wao wenyewe. Miongoni mwa wakazi wa dunia waliotawanyika katika kila nchi, wapo wale ambao hawajampigia goti Baali. Kama nyota za mbinguni ambazo huonekana wakati wa usiku tu, waaminifu hawa wataangaza wakati giza litakapoifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu. Katika Afrika ya kipagani, katika nchi za kikatoliki za Ulaya na Amerika Kusini, nchini China, India, katika visiwa vya bahari na katika pembe zote za giza za dunia, Mungu ameweka akiba anga la wateule ambao bado wataendelea kung'aa katikati ya giza, wakidhihirisha wazi kwa ulimwengu ulioasi nguvu ifanyayo matengenezo ya utii kwa sheria yake. Hata sasa wanaonekana katika kila taifa, kati ya kila lugha na jamaa, na katika saa ya uasi wa kina kabisa, wakati juhudi kuu kabisa ya shetani inafanywa ili kuwasababisha wote, wadogo kwa wakubwa na matajiri kwa maskini na walio huru kwa watumwa, kupokea chini ya adhabu ya kifo, ishara ya utii kwa siku bandia ya kupumzika. Waaminifu hawa wasio na lawama wala udanganyifu, wasio na ila, watang'aa kama mianga katika ulimwengu. Ufunuo 13 mstari wa 16
na Wafilipi 2 mstari wa 15. Kadiri usiku unavyozidi kuwa wa giza, ndivyo zitakavyong'aa kwa uzuri zaidi. Utasoma Manabii na Wafalme sehemu ya kwanza, ukurasa wa 159 hadi ukurasa wa 161. Huu ni mwisho wa somo letu la Mei 30. Nguvu ibadilishayo ya utii wa sheria ya Mungu. Na tuombe. Asante Baba kwa somo hili zuri, tunajikabidhi kwako. Tembea pamoja nasi, tusaidie tuweze kuwa katika upande wako, tukaitii sheria yako na kuvaa vazi lako la haki, ili jaribu litakapokuja tusimame upande wako na kukusubiri na kukulaki mawinguni. Kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yu